Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu yangu, na kuomba wasikilize hao mashehe hapo hao ambao wanakuja sikilize hapo. Ng'ombe chakula chake ni majani, simba ni nyama, paka nyama, mbwa nyama, ikizidi moja au mbili. Lakini sisi binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia vyakula vingi. Subhanallah, ametukirimu kwa kweli. Chagua wewe mwenyewe unataka gani. Kuna tamu, kuna ile chungu, kuna yenye sukari, kuna yenye chumvi, kuna ile ambaye ni imeiva tayari, kuna nyingine wewe mwenyewe itabidi upike. Chagua mwenyewe. Lakini binadamu akaona hii ya Mungu hii ambayo ni halali haimtoshi bado, akaamua kuchukua vitu vingine vya haramu ambavyo Mwenyezi Mungu amemharamishia. Binadamu akaamua sasa hivi akaanza kunywa pombe, akaacha ile ambayo Mungu amemtengezea juisi ya maana ya halali. Hakuna kitu kinachomfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala kama kufuata amri zake na kukatazika na makatazo yake, na hiyo ndiyo tafsiri ya ucha Mungu, an tajtaniba nawahihi wa an ta'tamira bi awamirihi, ni kufuata amri zake na kujiweka mbali na kila alichokikataza. Na ndio maana anakulipa pepo wakati utakapokuwa umetimiza yale ya kufuata amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake. Miongoni mwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ni kutuambia kulu min tayyibati ma razaqnakum. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika muntalaka huo yeye na mitume wenzake wote waliambiwa wale vilivyokuwa vizuri, na vizuri hapa inakusudiwa kwamba wale vya halali, watafute riziki ya halali, wasimnyang'anye mtu, wasimdhulumu mtu, wasimwibie mtu, na wasile vichafu wala vibaya. Lianna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni tayyib, ni mzuri, hapokei wala hakubali isipokuwa kizuri. Katika jambo ambalo Waislamu tunatakiwa tusiwe na wasiwasi nalo ni jambo la riziki, jambo la kupata riziki. Naam, ndugu yangu, naona umewasikia hao mashehe walivyozungumza. Wamezungumzia kuhusu vyakula vya halali, vinywaji vya halali, vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavipenda, sio kula ambavyo havipendi, sio kunywa pombe. Hebu angalia hao wanaokuja hapa, angalia hao bwana hao. Naam, naona ndugu yangu umewasikia hao mabwana hapo walivyolewa pombe, wakawa wanacheza, wakawa kuna mwanamke ndio anawashajiisha, yani anawachochea kabisa wacheze. Ndugu zangu, ni hii kitu ondoeni kabisa. Hii itakupelekeni mahala pabaya. Riziki za Allah ni nyingi ambazo katuruzuku kama shehe alivyosema hapo, lakini mwanadamu anaona bado hatoshiki, anakunywa mpaka pombe ambayo inaharibu akili yako, inaharibu afya yako, inaharibu mali yako. Pombe ambayo inakosesha vitu vingi, mpaka hata nguvu za kiume inakosesha pombe. Ndugu zangu, inshallah tutayashika na kuyafanyia kazi, heri kubwa itapatikana inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.